Baadhi ya makada wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameibuka hadharani na kukosoa kauli iliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kuhusiana na sakata la dhahabu, ambapo siku chache zilizopita vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti kwamba serikali ya Tanzania ipo katika mchakato wa kuuza sehemu yake ya akiba ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali, licha ya taarifa hizo kupingwa na Benki Kuu, huku akisema kwamba serikali haiko kwenye mchakato wa kuuza dhahabu zake kwa ajili ya kufadhili miradi mbalimbali ya serikali. Hata hivyo, msemaji wa serikali Gerson Msigwa alisema kwamba serikali haikuwahi kuwa na akiba ya dhahabu, ilianza kuhifadhi kuanzia awamu ya 6. Kufuatia kauli hiyo, amekosolewa vikali na baadhi ya wafuasi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Martin Malanja amesema Benki Kuu ya Tanzania BOT iliwahi kununua na kuhifadhi dhahabu zamani. Utaratibu ulisitishwa wakati fulani muhula wa pili utawala wa awamu ya 5. Rais akiwa ni Jakaya Kikwete, hii ikiwa ni kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2015. Hivyo huo sio utaratibu mpya. Ukisoma kitabu cha The Shadow Inside the Global Army Trade ambacho kimeandikwa na Andrew Festen, ameeleza kuwa kashfa maarufu ya rada pamoja na mambo mengine mengi, dhahabu ilitumika kama dhamana ya mkopo huo rada. Waziri Mkuu wa Uingereza wakati huo Anthony Charles Tony Blair anataja katika kitabu hicho ndiye aliyemshawishi aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin William Mkapa kununua rada kutoka kampuni ya kutengeneza silaha ya Uingereza Bae System. Andrew Festen anaeleza wakati akipigia chapuo tume yake ya Afrika kuhusu malengo ya kuwa na utawala bora Afrika, Tony Blair alimshawishi Benjamin William Mkapa, rais katika moja ya nchi maskini duniani, kununua rada ya kijeshi kwa zaidi ya $42 milioni 42. Wakati huo aliyekuwa waziri wa maendeleo ya kimataifa katika serikali ya Uingereza Clare Short alikataa kata serikali ya Tanzania, moja ya kati ya nchi maskini duniani, kutumia mabilioni ya fedha kununua rada katikati ya umaskini unaonuka kwa raia wake. Wakati huo serikali ya Tanzania ilikuwa inamiliki ndege 8 za kivita, nyingi zikiwa katika hali mbovu kutokana na uchakavu kiasi cha kuzifanya zisitengenezeke. Rushwa ya karibia dola milioni 10 inadaiwa kulipwa katika mpango huo wa ununuzi. Andrew Festen anasema akiba ya dhahabu iliyohifadhiwa BOT, ambayo thamani halisi haikufahamika, ilitumika kufadhili upatikanaji wa mabilioni ya fedha, mkopo kutoka Barclays kufanikisha ununuzi wa utata wa rada ya jeshi. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Dr. Idris Rashid aliidhinisha malipo ya ununuzi wa rada akiwa kama gavana Benki Kuu, kwa masharti kwamba Benki Kuu ya Tanzania iweke dhamana akiba yake ya dhahabu ili mkopo wa ununuzi wa rada upatikane. Kuhakikisha mkopo huo unapatikana, dalali wa ununuzi wa rada Saleh Vilan, mmiliki wa Shivacom, aliwasilisha nakala ya maoni ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania Andrew Chenge, ambaye alihusika kutoa ushauri wa kisheria, alilipwa mabilioni. Kwa mujibu wa kitabu hicho, mazingira haya ushiriki wa Andrew Chenge kwa njia ya kutoa ushauri wa kiserikali yanathibitisha na mawakili wake wa kimataifa waliokuwa Marekani pamoja na Uingereza, ambao baada ya kuhojiwa walikiri ushiriki huo wa Chenge. Ripoti ya shirika la serikali ya Uingereza linalohusika kuchunguza na kushtaki ufisadi mkubwa, Serious Fraud Office, Chenge alipokea malipo ya dola milioni 1.5, zaidi ya bilioni 1.5 kati ya Juni 1997 na Aprili mwaka 1998 kutoka katika benki ya Barclays tawi la Frankfurt. Fedha hizo zililipwa benki ya Barclays iliyokuwa huko Jersey nchini Uingereza katika akaunti inayomilikiwa na kampuni ya Frampton Investment Limited. Kampuni hiyo imetajwa kumilikiwa na Chenge, ikiwa ni maalum kwa ajili ya uhamishaji wa fedha kiasi cha dola 600,000. Afisa mwandamizi, msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari anapoamua kuwa mvivu wa kutafuta taarifa sahihi katika kutetea serikali, inatushukiza. Hii inatufunulia ukurasa uliofichwa. Waliopewa madaraka ni wavivu, wazembe na waongo. Aliandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X.